Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari asubuhi ya leo ni kutokana na kile ambacho mwenyekiti msaidizi mshikililizi Mheshimiwa John Heche ameweza kukizungumza baada ya kunyimwa fursa ya kuungana na baadhi ya vijana Gen Z waliokuwa wameweza kukamatwa wakati wa maandamano katika Jamhuri ya Tanzania, hawa wote akiwemo akina Nifa. Ila mtazamaji wangu, jambo ambalo Watanzania wengi wameweza kuligundua ni kutokana na hatua hii ambayo hivi sasa inazidi kujadiliwa vikubwa katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wangu, kabla tujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, habari yake Mheshimiwa John Heche hivi sasa, jinsi ambavyo Tanzania wameweza kuipokea hasa katika mitandao ya kijamii, wengi wanazidi kutoa maoni yao wakidai kwamba kutokana na amri iliyoweza kutolewa awali naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mbona Nifa pamoja na baadhi ya vijana Gen Z wanazidi kushikililiwa na mashtaka ya uhaini, japokuwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa msamaha. Hii inazidi kuibua maswali. Je, katika uongozi wa serikali ya awamu ya 7 uongozi upo mara mbili? Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, ili tuweze kufanikisha azma yetu ya subscribers 100,000. Ili hapa tutaweza kulifanikisha kupitia wewe kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu, ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kauli yake John Heche hivi sasa inazidi kuibua maswali kuhusiana na uongozi wa serikali ya awamu ya 7, kwani katika uongozi wa serikali ya awamu ya 7 kuna serikali ipo mara mbili. Kuna ile ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kuionyesha wazi mbele ya macho ya Watanzania wengi, na kuna ile ambayo haizidi kuonekana katika macho ya Watanzania, kwani iwapo kauli aliyoweza kuizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kuachia huru kwa wale wote walioweza kukamatwa katika maandamano ama kabla ya maandamano katika Jamhuri ya Tanzania na kushtakiwa na kesi za uhaini kwa kuwa ni vijana wadogo waweze kuachia huru. Sasa ni nani ambaye yupo na mamlaka na nguvu ambazo ataweza kubisha kauli yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambayo imeweza kuchangia hadi leo hii akina Nifa pamoja na baadhi ya vijana Gen Z wanazidi kuzuiliwa huko gerezani. Hatua hii imeweza kusababisha Mheshimiwa John Heche kukasirika kwa ukali, kudai kwamba kile kinachoweza kuwakuta vijana hao Gen Z sio jambo jema, kwani walichokuwa kikifanya ni kutokana na haki zao za kikatiba katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia kulingana na Mheshimiwa John Heche, kwa kauli nyingine, anaamini kwamba iwapo uongozi ulioko madarakani hivi sasa haujaweza kuhusika na kile ambacho kinazidi kukuta kina Nifa na wengine, basi wanaozidi kuhusika ni wale ambao waliweza kuhusika pia na kile kilichoweza kukuta vijana Gen Z wakati wa maandamano. Hatua hii imeweza kugonga vichwa vya habari na pia kuzua mjadala mzito, kwani inaonekana baadhi ya Tanzania wameweza kukiamini na kuelewa ni kipi ambacho John Heche anajaribu kukiimanisha, moja kwa moja ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo Watanzania wapo na changamoto ambayo inazidi kuwakuta siku baada ya siku kwa viongozi wao walioko madarakani. Na kwa hatua hii ndipo ambapo ukweli mwingine unazidi kujitokeza na hata kudhihirisha ni kwa nini ambapo vijana hawa Gen Z kwa mara nyingine hawakuwa tayari kwa serikali iliyokuwa ikiongoza awamu ya 6 ama serikali awamu ya 6
kwa serikali hiyo hiyo kwa mara nyingine kurejea afisini kuongoza serikali ya awamu ya 7. Haya yote vijana Gen Z waliamini kwamba iwapo yataweza kutokea, basi hakutakuwa na tofauti kubwa ambayo itaweza kushuhudiwa. Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine kauli hiyo inazidi kujitokeza kwa kesi yake Niffer, kwani iwapo ingekuwa uongozi mwingine mpya ulioweza kuchukua madaraka na kuongoza Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja wote waliokuwa wameweza kukamatwa wangeweza kushughulikiwa kwa haraka na kesi yao iweze kumalizika, iwapo ni adhabu waweze kupewa ama msamaha waweze kupewa. Ila ikumbuke kwamba uongozi wa serikali ya awamu ya 7, iwapo Mheshimiwa Lissu angeweza kuuchukua, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo manifesto yake kwa njia moja ama nyingine yalikuwa yakiambatana pakubwa na kuweka kwa ajira kwa vijana Gen Z, hatua ambayo iliweza kupendekeza pakubwa vijana hawa Gen Z hasa kuwa na nafasi za juu na zenye vyeo vya juu katika uongozi huko Ikulu na serikali nzima. Ila kile kinachozidi kushuhudiwa, viongozi wanaozidi kupewa nafasi za juu katika serikali ya awamu ya 7 hivi sasa ni wale ambao wapo na karibu na jamaa na familia yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo linazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo katika uongozi ulioko madarakani hivi sasa kuna kile ambacho Watanzania wanazidi kukiona, na pia kwa njia moja ama nyingine kuna kile ambacho Watanzania hawazidi kukiona. Uongozi ulioko madarakani unazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kile wanachozidi kukizungumza katika mitandao ya kijamii ni tofauti kabisa na kile ambacho wanazidi kukifanya. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kesi yake Niffer ni jambo ambalo wengi waliweza kutarajia msamaha uweze kufanyika kwa haraka, ila hilo halikuweza kutokea ama halijaweza kujiri hadi hivi sasa, hatua inayozidi kudhihirisha wazi kwamba kweli mengi yanazidi kusemwa na viongozi hawa wa serikali ya awamu ya 7, ila kile kinachozidi kutendwa baada ya kuzungumzwa ni tofauti kabisa, jambo ambalo linazidi kunyima Watanzania uhuru na pia kuamini viongozi hao walioko madarakani. Jambo hili kwa mara nyingine ni sawia na kile alichokuwa kikizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya kuchukua madaraka baada ya kuaga dunia kwake John Pombe Magufuli. Tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa akifurahisha na hata kudai ya kwamba ataweza kubadilisha katiba, pia ataweza kupea nafasi vyama vya kisiasa vyote bila ubaguzi viweze kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu. Vile vile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kudai kwamba kutakuwa na uhuru wa vyombo vya habari kipindi na wakati ambapo ataweza kuingia mamlakani. Kweli aliweza kuingia na kuhudumu kwa muda hadi juzi ambapo zoezi la uchaguzi uliweza kufanyika. Yote aliyokuwa akizungumza ni tofauti kabisa na kile ambacho kiliweza kushuhudiwa, na hata mbaya kabisa, ijapokuwa vijana wa Gen Z walikuwa wameweza kuwasilisha hoja ziweze kusikilizwa, hoja hizo hazikuweza kusikilizwa na hata kusababisha vifo vya maelfu kwa vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana katika Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo iliweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo kwa mtizamo wako uweze kutuachia maoni yako. Serikali iliyoko madarakani, je, zipo serikali mbili? Ile ambayo itaweza kujitokeza kwa umma kuzungumza jambo ambalo litawapa Watanzania matumaini, na baada ya hapo kuna serikali ambayo itaweza kufanya maamuzi ambayo ni ya kuvunja moyo na kinyume na jinsi ambavyo ilikuwa imeweza kuahidi, hasa kuhusiana na kesi yake Mheshimiwa Conradhi. Kesi yake Tundu Lissu inazidi kufuatiliwa, ila kwa kesi yake Niffer, mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.